Maxim pia Nzengeli, Pacome Zouzoua wametwishwa mzigo kuelekea mechi ya Silver Strikers. Yanga imeingia katika maandalizi ya mchezo huu wa marudiano dhidi ya Silver Strikers ikiwa na shinikizo la kufuzu hatua ya makundi. Taarifa zinaonyesha wachezaji kama Pacome na Maxim pia Nzengeli kama watakuwa fiti zaidi, basi wataweza kuwashinikiza Silver Strikers na kuachia ushindi wa mabao 2-0 angalau ya hapo na kuweza kuifanikisha Young Africans kutinga hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika baada ya kupoteza bao 1-0 dhidi ya timu hiyo ya Malawi Silver Strikers ambao watatua nchini leo Alhamisi usiku katika mchezo wa Jumamosi ya weekend hii tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tunaweza kusema kuwa siku ya Jumamosi moyo wa Young Africans utakuwa ndani ya Pacome Zouzoua. Ubunifu, creativity. Pacome ni aina ya mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi, ana final pasi nzuri na uwezo wa kuvunja safu ya ulinzi kwa pasi au dribbling, uwezo wa kufunga. Ameshafunga magoli muhimu kwa Yanga kwenye mashindano ya CAF na ligi kuu. Uwepo wake unamaanisha Yanga inakuwa na tishio halisi mbele ya goli. Uzoefu wa mechi kubwa. Pacome Zouzoua amezoea mechi za pressure, hivyo ataisaidia kudhibiti tempo ya mchezo hasa kama Yanga inahitaji matokeo ushindi au sare fulani kufuzu. Na vinginevyo tunaweza kusema Young Africans inahitaji ushindi tu ili kufuzu hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mwingine ni Maxim pia Nzengeli, kasi, pressing yake na ulinzi wa pembeni, kasi na nguvu. Maxi ana uwezo wa kupenya kwa kasi kwenye mabeki wa pembeni, jambo linaloongeza width na kuwapa wapinzani kazi ngumu, kazi ya kujituma. Tofauti na winga wengi, Nzengeli anasaidia sana katika kuzuia, kurudi kusaidia beki wa kushoto au kulia, pressure kwa wapinzani. Anaweza kutumia pressing kumfanya beki wa Silver Strikers ashindwe kutulia na kujenga mashambulizi. Kwa pamoja, ukiwa na Pacome mchezaji wa link up player na ubunifu na Maxi winga wa kasi na nguvu, Yanga inapata mchanganyiko wa ubunifu pamoja na kasi, uzoefu pamoja na nguvu na uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi. Kwa mechi ya marudiano ambapo kila kosa linaweza kugharimu nafasi ya kufuzu, hawa wachezaji wawili ni muhimu sana kwa mpango wa kocha, iwe ni kushambulia au kulinda matokeo. Hali ya mchezo. Yanga ipo kwenye mazingira ya lazima kushinda. Hii ina maana pressure ni kubwa, lakini pia inafungua nafasi ya kuona ubora halisi wa timu hii hasa wakiwa nyumbani au katika mazingira walioyazoea. Mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya mchezo. 1. Umuhimu wa kuanza kwa nguvu. Dakika ya 15 mpaka 20 za mwanzo zitakuwa muhimu. Yanga ikianza kwa kasi, ikipata bao la mapema, italeta taharuki kwa Silver Strikers. Hii pia itawapa morali mashabiki na kuifanya timu icheze kwa kujiamini. Mabadiliko ya kiufundi, tactical approach. 1. Pacome Zouzoua anapaswa kuwa kiungo mshambuliaji huru, free roll, ili aweze kuunganisha pasi na wachezaji wa mbele kama akina Aziz Ndambwile, Prince Dube pamoja na Clement Mzize. Maxim pia Nzengeli anaweza kutumia kasi yake kushambulia flanks za Silver Strikers ambazo mara nyingi zinaonekana dhaifu kwenye transition. Kocha wa Young Africans atatakiwa kuhakikisha midfield balance, Yanga isipoteze mpira hovyo kwani wapinzani ni wazuri kwenye counter attack. Ulinzi makini. Mechi ya marudiano inahitaji nidhamu kubwa ya ulinzi. Mabeki wa kati Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto au Kibwana Shomari, Ibra Baka wanapaswa kuepuka makosa ya kimsingi kama kupoteza umakini kwenye set pieces. Nguvu ya mashabiki. Uwanja ukiwa na mashabiki wengi wa Young Africans, pressure inahamia kwa Silver Strikers. Yanga imezoea michezo mikubwa mbele ya mashabiki, hivyo morali inaweza kuwa silaha kubwa ya ziada. Michezo ya akili, yani mental strength. Wachezaji lazima waendelee kuwa watulivu, mchezo wa lazima kushinda mara nyingi kuleta papara. Ndiyo maana wachezaji wenye uzoefu kama Pacome Zouzoua, Prince Dube, Maxim pia Nzengeli wanapaswa kuongoza kwa utulivu na busara. Yanga ina kila sababu ya kuamini inaweza kushinda ikiwa itacheza kwa nidhamu ya kimkakati, kwa kasi na ubunifu, na kwa moyo wa ushindi wa Afrika Mashariki unaoitambulisha timu hiyo.
Mchezo huu unaweza kuwa kipimo kikubwa cha ubora wa kikosi cha sasa cha Yanga na uelekeo wao kwenye safari ya Afrika. Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nile TV. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, bye bye.